katika na karibu tena mpenzi msikilizaji, dakika 35 zimekatika baada ya saa 5. Unasikiliza Wimbi la Mazingira, nami jina langu ni Esther Chiro, na mnakukaribisha tena msikilizaji wangu popote ulipo. Masaa imewadia na kukaribisha tena ndani. Kibao kilichokuwa kiko hewani ni Wacha Wawane by Diamond Platnumz. Bana, tunasema let your ex be your ex jamani. Usilazimishe, ikiwa haiendi sawa achana nayo, si lazima. Mapenzi ilazimishwangwi. Umengangana, tuko kwa situationship, si lazima. We tafuta mwenye anakupenda. Tafuta mwenye atakupampa, atakumwagia zawadi, atakufanya everything. Lakini ukingangana eti he will change. Wanasema kama mwanaume hizi badilika, change the man. So hakuna kulazimisha mapenzi asubuhi ya leo. Hiyo ndio tabia kera nimeanza na kukwambia asubuhi ya leo. Popote ulipo, kama unaona haiendi sawa, acha. Ilikuwa kidogo niongee kikabila yetu, richana na go. Usilazimishe, achana nayo kabisa. So sijui popote ulipo msikilizaji wangu umekuwa vipi, wiki yako imekuwa aje? Mimi wiki yangu imekuwa shwari. Na kabla tumalize kipindi cha juzi last week kilichopita, nilikuwa nimekuahidi kuwa nitakuletea sensa ama takwimu zenye zilikuwa zimeweza kufanyika na mambo na mbuga za wanyama. Manake last week tulikuwa tunadiscuss kuhusu vile Rais William Ruto alikuwa anafungua mandhari mapya ya kuwekeza rhinos, si ndio? So leo nimekuja na sensa hizo. Zilitoka, tulifanya on Wednesday, on Thursday zilikuwa zimetoka, na ningeweza tu kukufahamisha tu mawili matatu ambayo yaliweza kufanyika katika mkutano huo. Na ekolojia ni muhimu sana. Wanyama wetu wanahitaji mandhari mazuri ya kuwa pahali pasawa, ndio ili tuweze kusiwe na mgongano kati ya baina ya wanadamu na wanyama. Manake endapo tutachukua mandhari yao ama tutachukua nafasi zao popote wanafaa kuishi, basi naona tutakuwa na vurugu sana na kutakuwa na mavurugano maishani. So mfumo wa ekolojia wa mbuga ni nyingi sana. Kuna mbuga nyingi sana ambazo nitaweza kukuelezea sahihi, na mbuga ya kwanza ni Amboseli. Amboseli inasema inachukua kilomita za mraba 5,700. Na tunaona kuna tembo, kuna nyati, kuna wanyama wa nyandani. Zote hizo nitakuwa nakuelezea. Lakini tunaona kuwa katika mbuga hii ya Amboseli tunapata kuwa tembo wameweza kuongezeka kwa 29% tangu mwaka wa 2021. Idadi yao sasa inakaribia takriban 2,300 kutoka 1,800 hiyo miaka ya nyuma. Hii tunaona at least imekuwa ni jambo sawa, tukiona wanyama wa porini wanaongezeka kwa idadi kuwa, manake wanyama wa porini wanapokuwa zaidi, wanapokuwa wengi, basi tuna attract, tunaleta watalii nchini wetu, ambao itakuwa inafanya tunawekeza kwa mfumo mzuri katika kifedha na kihela. Tunaona pia nyati nao wamepungua kwa 29%. Ukame umezidi kuwa mwingi katika mbuga hii, so imekadiria na kuonyesha kuwa nyati wameweza kupungua kwa kiasi kikubwa. 29% si nambari kidogo, kwa sababu ya ukame na pia malisho. Pia tunaona vile nilikuwa nimekueleza dakika 2 zilizopita ya kuwa endapo tutachukua mandhari ya wanyamapori, basi tutapata kuwa malisho yao yatapungua, na endapo malisho yatapungua ukame utazidi. Hasa ndio maana tunaona kuwa nyati wamepungua. Tunaona pia wanyama wa ndarini, idadi bado inazidi kubadilika. Hesabu za awali zilikuwa zinaonyesha pundamilia walikuwa wengi, lakini naona pia wamepungua. So hiyo ni jambo la kuwa tuwekeze zaidi na tuweze kulizungumzia kwa undani zaidi, kwa sababu wanyama endapo watakuwa wanapungua, basi ekolojia ya mbuga za wanyama itazidi kuharibika zaidi. Tumetoka kwa Amboseli, tunarudi kwa Masai Mara. Masai Mara pia ni ekolojia nyingine ambao inaweka wanyamapori, na hii imesemekana kuwa ina msongamano mkubwa zaidi ya wanyamapori kote nchini. Masai Mara iko na mkusanyiko wa wanyama wengi katika nchini kote, na tunaona tembo, tumeona imeongezeka. Idadi ya tembo katika mbuga hii imeongezeka kwa kutoka 2,595 mwaka wa 2021 hadi 2,702 mwaka huu wa 2025. Hii ikionyesha kuwa utulivu wa kudumu licha ya ukame.
So tunapata idadi ya tembo imeweza kuongezeka kwa asilimia kubwa. Lakini bado tunarudi tena, bado katika mbuga hii Masai Mara tunapata upungufu wa nyati umeweza kupungua tena. So lazima kuwe na jambo, lazima liwe tutaweza kulijadili na kuliangalia kwa undani zaidi. Kama nyati, kwa nini nyati wanapungua katika kila mbuga? So tunaona nyati wamepungua kwa asilimia kubwa sana, asilimia 20. Msikilizaji wangu, hiyo ni asilimia kubwa sana endapo kwa tutapoteza nyati hawa, na asilimia yenyewe nasema imepungua kutoka 11,064 hadi 8,788. From 11,000 to 8,000, hiyo ni asilimia kubwa sana ambayo imeweza kuwa imepungua kwa wanyama hawa. Na tunapata pia simba wamezidi kuwa kwa wingi katika eneo hili, ambapo hili ni jambo sawa zaidi. Imeongezeka kwa asilimia 16.5 katika kila kilomita za mraba 100. So tunapata simba wameweza kuongezeka. Duma ama tunasema cheetahs, idadi yao huko inaonyesha mwelekeo wa kupungua kidogo katika mwaka uliopita, ikishuka kutoka wastani wa asilimia 1.3 hadi 1.1. So hii cheetahs wameweza kupungua. Cheetahs in Kiswahili wanaitwa duma. Wameweza kupungua. Ilikuwa kama ujui vocabulary hiyo, nimeweza kukueleza. Cheetahs kwa Kiswahili ni duma. Na tunazidi kuendelea katika eneo la Tsavo. Kama mbuga hii kubwa zaidi ya savana nchini Kenya, inayochukua mraba wa kilomita 1049. Hii ndio Tsavo inatumika kama ng'ombe kuu ya tembo nchini. So ikiwa kama ulikuwa haujui, hii ndo nimekujuza leo asubuhi ya leo msikilizaji, ya kuwa Tsavo ndo maeneo makuu ya tembo nchini. Na takwimu zinasema kuwa wameweza kuongezeka kutoka mwaka 2021 mpaka sasa, wameweza kuongezeka kwa idadi kubwa, ambao mwaka 2021 walikuwa ni 14,964, imeweza kuongezeka mpaka 16,000. Na hiyo ni idadi ambao kidogo inaweza kuwa ni ya furaha, na at least tunaweza kuona kuwa wanafanya kazi mzuri na kuzaana kwa ujumla zaidi. Na tukiangalia kwa vifaru bado hawajaongezeka kwa ile namba ama nambari ambao inafaa kuongezeka, kwa sababu ya migogoro na usambazaji. Migogoro kati ya wanyama na binadamu ndo tunapata wameweza kupungua. Tukiangalia mfumo wa ekolojia wa katika ardhi kapiti, mfumo huu unachukua mraba wa 6,510. Hali hii, matokeo ya sensa hii tunaonyesha kuwa ukilinganisha na sensa ile idadi iliyokuwa tunapata, bado hakujaongezeka sana ukilinganisha na miaka hii iliyopita. So nimeweza tu kukujulisha mbuga hizi zote ukilinganisha na maeneo mengine, tunapata bado hii mbuga hii haijaongezeka sana kwa mfumo wa ekolojia ambao tunapata bado unafaa kutiliwa mkazo sana. Tukiangalia kwa Amboseli, ongezeko la asilimia 29 limeweza kuwa pakubwa, na katika ongezeko hii of course kuna wanyama wamepungua, ambapo sababu hii ni upungufu wa maji na uchomaji mkaa. Ndio nimezidi kukueleza na kukwambia msikilizaji kuwa endapo tutachukua mandhari ama makao ya wanyamapori kuwa tutachukua na kuchoma mkaa, basi tutapoteza hawa wanyama. Manake miti hii ambao tunaichoma na kuwa mkaa ndio mandhari yao, ndio mahali pao pa kuishi. Endapo tutaichoma, basi tutakuwa mahali ambapo haifai kabisa. Tukiangalia, nimekueleza Masai Mara pia imetulia kwa asilimia 4, ambayo imeweza kuongezeka kupoteza makazi na kupungua kwa nyati. So bado na kukazania kuwa endapo tutachukua makao ya wanyama hawa, basi tutazidi kuwapoteza. Na katika Tsavo pia tunaona migogoro ni kati tu ya binadamu na wanyama. Bado ni pale tu katika migogoro. Hatufai kuchukua sehemu zao zile za wanyama, manake endapo tutafanya hivyo, basi tutaweza kupoteza wanyama wetu wa porini. Na nimekujuza tu katika ile kipindi kilichopita, nilikuambia na kukuahidi kuwa nitakupa sensa ile, na nimeweza kufanya hivyo. Nimekuandalia mengi siku hii ya leo, usibanduke hapo, zidi kuzama ndani. Kumbuka unasikiza Blue Radio, bringing you all the vibe. Kipindi hewani ni Wimbi la Mazingira, zidi kutegea, usiondoke hapo ulipo.
Karibu tena mpenzi msikilizaji, dakika 57 zimekatika baada ya saa 5. Jina langu ni Esther Chiro, kipindi hewani ni Wimbi la Mazingira ndani ya Blue Radio, bringing you all the vibe tele. Karibu tena. Tulipokuwa tumetoka mapumziko, before tuende mapumziko nilikuwa nimekujuza kwa tuko na mengi ambayo tumekuandalia. Na sijui kama unajua msikilizaji, asubuhi aliyokuwa juhudi zako zinaweza kufua dafu. Popote pale ulipo, popote pale uko, chochote ufanyalo, juhudi siku zote zinafua dafu. Katika wiki mbili hizi ambazo zimepita, tumeona kuna msichana mdogo, shupavu, jasiri, ambaye aliweza kuvunja rekodi. Msichana mwenyewe ni nani? Truphena Muthoni. Truphena Muthoni ni msichana mdogo, miaka 21, ambaye anatoka kule Nyeri County, na ni msichana ambaye aliweza kufanya bidii zake ili kuweza kufahamika na kuweza kufulfill ile dream yake ambayo aliyetamania. Msichana huyu, kama msikilizaji kwa pale nyumbani hujui ni nani, ni video ni wiki mbili zimepita, ni video imekuwa zikienea tu mtandaoni kwa jinsi zile juhudi amefanya. Ameweza kujitolea na kukumbatia mti kwa masaa 72. Sijui kama unaweza fanya hivyo ama ni challenge leo. Unaweza fanya nini uvunje record mpaka World Guinness Record iweze kutambua. Na mtwende moja kwa moja, tunaona Truphena Muthoni aliweza kuitwa Jumatatu, aliweza kuitwa pale State House na president wetu William Ruto, na walijadili mambo mawili matatu, na juhudi zimeweza kufua dafu msikilizaji. Na bado nitakukumbusha tena, juhudi siku zote zinafua dafu. Endapo popote ulipo, popote uko, Truphena ameweza kujikomulia zawadi nyingi tele kem. Na pia ameweza kuchaguliwa kuwa balozi katika kampeni hii ya kupanda miti bilioni 15. Na katika agenda hii ya leo nimeweza tu topic, nimeweza kukueleza tu kune agenda ya upandaji miti bilioni 15. Popote pale huko nyumbani, je, umepanda mti hata mmoja? Na katika story hii ya Truphena tunaona kuwa ameweza kujikwamilia na ameweza kutambulika duniani kote. Manake video zinazidi kusambaa, tunapata katika continent zile tofauti kumbado anatajwa kuwa yeye ni shupavu, msichana jasiri. Na tunaona KWS na KTB wameweza kumsponsor kwenda holiday akajivinjari kutokana na ule uchovu wote ambao aliweza kupitia katika kukumbatia mti, joto, vumbi, mvua zote, baridi, lakini bado aliweza kupambana na kuweza kumaliza. Lengo lake ni nini? Kwa nini afanye hivi? Yote hayo nitazidi kukujuza. Lakini katika kile kikao yeye na Rais William Ruto, kulikuwa na mambo matatu ambao aliweza kupewa, ama ni kazi ambao atakuwa anaifanya yeye kama balozi. Kazi ya kwanza ni kuwa atahamasisha umma kuhusu upandaji wa miti. Manake kuna mtu pale msikilizaji amekaa pale hajui umuhimu wa kupanda miti. Kwa nini watu wanapanda miti? Unaweza kuwa unajiuliza swali kama hilo. Na kazi hii ya ubalozi ni kuwa atahakikisha kuwa kila mtu, hasa vijana, popote pale wapo, wametunza misitu na kupanda miti ili kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Manake hili ni janga ambalo tusipolitilia mkazo litatutokomeza sisi wenyewe. Lakini endapo tutapanda miti, ekolojia itaweza kubadilika, mandhari yatabadilika, na tutakuwa tumetatua janga hili la tabia nchi. Kazi nyingine ya ubalozi atakuwa anawakilisha miradi mbalimbali muhimu, kama kwenda kutu represent kule sehemu za nje, makanti za juu kule, kama venye sasa nasikia anajiandaa kuelekea Brazil kwenda kutu represent sisi kama Kenya. Ni msichana mdogo, hata tuko tunamjua, dunia nzima ilikuwa haimjui. Msichana mdogo ambaye ako tu pale Nyeri, kaunti ya Nyeri, ambao hakuna mtu aliweza kumfahamu. Kama ni kumfahamu ni rafiki zake na wazazi wake, lakini ameweza kujikwamua kabisa na kuweza kutambulika dunia nzima. So kazi yake ya pili itakuwa ni kuwakilisha miradi mbalimbali kule nchi za juu. Na usimamizi wa mazingira, tunavyoona atakuwa akilinda mazingira katika kampeni hizi zote ambazo zitakuwa zinafanyika hapa nchini. Yeye atakuwa kiongozi na mmoja wao atakuwa anaongoza hafla hizo. Tunaona ameweza kujikwamilia jina kuu zaidi, ambapo kuandikwa kwa World Guinness Record si jambo rahisi. Lakini nitakuwa na kujuza kwa nini
Kwa nini ajenda hii ya upandaji miti bilioni 15? Kwa nini? Maanake tunaona miti ya kiasili pale katika misitu yetu imeweza kukatwa. Hakuna tena misitu ya kiasili. Na endapo tutakuwa tumeamua tupande miti, tunapopanda hatuifuatilii kuona kama iliweza kukua ama ilikufa. Sasa katika kampeni hii itakuwa tu ni upandaji wa miti bilioni 15. Na maybe ni kujuze tu katika agenda hii iliweza kuanzishwa pale mwaka 2022 na Rais William Ruto. Baada ya kuona kuwa miti inakatwa kiholela, watu wanakata miti kwa kutengeza mkaa, akaona basi tufanye agenda hii. By the time agenda hii imefika, manake mwisho itakuwa ni 2032, agenda hii iwe imetimizwa na by mwaka huo iwe miti bilioni 15 imepandwa. Na katika agenda hii kuna programu ambayo nitakuwa na kueleza. Programu hii ambayo itakuwa inaweza kukuwezesha wewe msikilizaji kuweza kufanikisha kwa upandaji wa miti hii bilioni 14. Na nimekueleza kuwa kampeni hii inatarajiwa kukamilika Disemba mwaka 2032. Na tukizingatia tu katika upandaji miti, msikilizaji, tusio tu tumekwamilia kwa kungoja tu siku kuu zenye zimewekezwa ili tuweze kupanda miti. Hapana. Katika miti tunapaswa, katika kupandaji miti kila siku tunafaa kupanda miti. Na katika agenda hii tunaona isiwe tu ni mwezi wa Machi tarehe 21, maanake hii ndio siku ya kimataifa ya misitu, International Day of Forest, ambao tunafaa kulinda misitu yetu, na Novemba 13 siku ya upandaji miti. Isiwe tu tumekwamilia hapo peke yake. Tuhakikishe tumepanda miti popote ulipo. Nitakuwa na kueleza mambo kadhaa ambao Rais William Ruto alisema ili kuweza kufanikisha upandaji wa miti bilioni 15. So katika agenda hii pia alihakikisha kuwa katika kila county, kila eneo kuna chifu. Na chifu ile kazi yake amepewa ni kuhakikisha kuwa kila Ijumaa watu wanapanda miti. Kila Ijumaa watu wanapanda miti, watu wanajitokeza kwa kupanda miti. Lakini utakuwa unajiuliza miti hii tutaitoa wapi? Hayo yote nitakuwa nakujuza kwa muda usikuwa mrefu. Na katika kazi hiyo ya chifu pia alihakikisha pia tuhakikishe kuwa miti 250 iwe imepandwa kila mwezi. Sijui kama wewe unaweza jitokeza na kufanya kazi kama hiyo. Miti 250 kila mwezi, chifu aweze kutuongoza katika upandaji wa miti hiyo. Na katika upandaji wa miti tuko na programu ambayo itakuwa inaweza kutusaidia kujua ni miti gani ya kiasili ambayo tunafaa kupanda na wakati gani na pahali gani. So hapa nitakujuza tu orodha ya miti ya kiasili kulingana na ekolojia ambayo watu wanafaa kupanda, wewe kama msikilizaji. Na nitakuwa tu na kusomea tu miti ya kiasili kwa maeneo mahususi, nyanja za juu na maeneo ya baridi kama vile Nyeri kule ambako Truphena ametoka, Limuru na Kericho. Miti kama mvule, Meru Oak, huu ni mti bora kabisa ambao unatoa kivuli kizuri. Tunaona pia kuna Podo Yellowwood ambao mti huu unastahimili baridi. Nimekuambia tu miti hii ambao ninakusomea ni miti ambao inastahimili kule nyanja za juu. So tunaona kuna Podo Yellowwood, huu ni mti ambao unastahimili baridi. Kuna Muringa, hukua haraka na hutoa maua yanayovutia nyuki. Nimeweza kusomea miti hii ya kiasili mitatu ambao inaweza kukua vizuri katika nyanja za juu. Na tunaona pia kuna maeneo ya pwani ambao yana joto sana kama huku Mombasa ambapo tuko. Kuna mvule, mti thabiti na wenye thamani kubwa. Kuna mikoko, mangrove ambao kila mtu anaijua ni muhimu sana kwa kulinda fuko za kuzuia mmomonyoko wa udongo baharini. Hii ni kila mtu anajua. Na kuna maeneo kama nusu kama vile Ukambani kaskazini mwa Kenya, miti kama hii inaweza kuwa zaidi. Mshiki ama mkwaju ambao unastahimili ukame na hutoa matunda. Na kuna mkababu mgunga, that is acacia species, hulinda udongo na hustahimili hali ngumu ya hewa. Na kuna pia hizo ni miti mbili ambao inaweza stahimili kule sehemu za Ukambani ambapo kuna vumbi na jua jingi, inaweza stahimili.
Na katika kujiunga katika kupandaji wa miti bilioni 15, kuna kampeni nyingi ambazo zimeweza kutolewa na programu yenyewe inaitwa Jaza Miti. Hii ni programu ambayo itaweza kukusaidia wewe msikilizaji kujua na kutathmini umuhimu wa mti popote pale ulipo, ni mti gani ambao nimeweza kukusomea. Kama wewe ni wa Ukambani, basi utafaa kupanda mkababu. Kama wewe ni wa Pwani, unafaa kupanda mangrove ama mikoko. Na kama wewe ni wa nyanja za juu kule, basi mvule ama podo ama muringa, huo ndio mti ambao unafaa kupanda. Lakini nimekujuza tu, nitakuwa na kujuza muda usio kwa mrefu kuwa ni vipi utaweza kupata seedling hizi za kupanda miti hii. Na katika ushirikiano wa KEMFRI na KFS, tutakuwa tunaweza kupata miche bora ya kiasili kutoka kwa shirika hii ya misitu, ambao itakuwa manake programu hii ilishaanza, ni sasa ni tunazidi ni venye tunaweza kuendelea zaidi na kuhakikisha kuwa miti bilioni 15 inaweza kupandwa na kutimizwa jinsi vile Rais William Ruto aliweza kusema. Na moja kwa moja nitakuwa tu na kujuza jinsi ya kuwa utakuwa unapata programu hii ya Jaza Mti, ambao ni rahisi sana. Hatua hizi nitakuwa na kujuza msikilizaji wangu popote pale uko nyumbani. Kama uko na simu yako, basi chukua simu yako, ingia pale Google Store ama App Store, na utafute app inajiita Jaza Mti. Baada ya kupakua program hiyo, unaweza kutumia namba yako kujisajili ama barua pepe. Wale wa email wanashangaa barua pepe ni nini. Of course ukiingia kwa Play Store kuna pale lazima uweke namba yako ama email yako ndio uweze kujisajili. Na katika hiyo hakikisha wanasema pia uhakikishe kuwa ume open location, you turn on your location ndio waweze kukufikia GPS, ili wakupe maelezo sahihi kulingana na wewe penye uko. Venye nimekueleza, wanataka kujua popote pale upo ni mti gani ya kiasili ambao wewe unaweza kupanda pale na ukastahimili na ukakuwa vizuri na ukamea vizuri. Sasa lazima ufungue GPS yako ama location yako uweze kujisajili. Hatua ya pili ni kutambua mti sahihi. Ni vile nilivyokujuza kuwa hakikisha kuwa umebonyeza kuna sehemu ya species matching. Hii programu itasoma aina ya udongo na hali ya hewa eneo penye upo. Ndio maana nimekwambia unapokuwa umefungua app hii, hakikisha kuwa umefungua GPS yako. Itakuletea orodha ya miti yote ambayo unafaa kupanda popote pale ulipo, kama ni mti ya matunda, mbao ama ya kivuli. Na katika hatua ya tatu utapata mche vipi? Katika unapokuwa umeshajisajili utabonyeza Find Nursery, ambapo programu hii itakuletea ramani ya vitalu vya miche vilivyo karibu nawe. So kwa lugha tu ya kutafsiria ni kuwa endapo utafinya pale Find Nursery, watakuletea maeneo ya karibu ambao utakuwa unaweza kupata michi ile, na itakuwa sawia kabisa, ambao itakuwa jambo hili linaongozwa na Kenya Forest Service, ambao itakuwa inaweza kukusaidia wewe pale popote ulipo. Ikiwa uko mji wa Mombasa, ikiwa uko Bamburi, utambua nenda mahali fulani. Ikiwa uko Nyali, utambua nenda mahali fulani. Ikiwa uko Changamwe, utambua pia kachukue mche mahali fulani. Hatua ya 4 ni kusajili mti uliopanda. Hii ni hali muhimu. Sasa endapo utakuwa umechukua ule mti, unajisajili na kusema kuwa nilichukua mche huu na ni mti huu nimechukua nimepanda. Ndio ili kuweza kujua na kutathmini miti mingapi, miche mingapi imetolewa pale na ni ngapi aina bado zimebaki ya kuweza kuwa inaweza kupanda by the time tunafika mwaka 2032. Katika kupanda mti wako bonyeza alama ya plus au record planting. Sasa ndipo ulipokuwa umetoka pale kuchukua ule mche, hakikisha kuwa unajirekodi unapokuwa unapanda mti ule ama picha uweze kutuma kwa ile app, kuashiria na kuhakikisha kuwa mti ama mche ule ambao niliochukua niliweza kuupanda dhabiti na uko pahali pa sawa. Chagua aina ya mti na idadi uliopanda. Zote hizo ni hakikisha kuwa tu umepiga picha mti ule na umepandia wapi. Na after hapo lazima pia ufuatilie mti ule ambao umekuwa unaumwagilia maji na unyunyuzia maji, ndio usikufe. Manake utakuwa umefanya kazi bure endapo kwa utakuwa umechukua mche ama umechukua mti kupanda. Tumesema agenda yetu
ni kupanda miti bilioni 15. Sasa kama hautakuwa umeunyunyuzia maji sahihi ama kuhakikisha kuwa unakuwa vilivyo, basi utakuwa umepoteza muda wako. So hakikisha kuwa unafuatilia. Na pia nasikia kuna kufuatilia makundi ya ushindi. So hao wenyewe kule katika app zile watakuwa wanaongoza, wana monitor na kujua mtu fulani kama ni Esther alipanda mti huu, basi anaufuatilia vipi? Maana kila siku wanataji report ya kuwa mti wangu uko mahali pasawa na unamea pahali pasawa. So katika app hiyo bado kuna mahali kuna my dashboard kuona jumla ya miti uliopanda. Panda miti mingi, panda miti mingi zaidi. Angalia kama umeweza kufikia kikundi cha shaba. So kuna groups za kuwa endapo utakuwa umepanda miti mingi, kuna makundi matatu. Kuna shaba, fedha na dhahabu, bronze, silver na gold. Sasa ni wewe ndio utajua uko katika kikundi gani. Endapo kwa utakuwa uko mahali pa bronze, utaona imejiweka hapo. Manake utakuwa kama umetuma mti wako na picha na miti mingi zaidi, basi kuna kikundi ambapo utakuweza kuweka na utaweza kujua. So nakuuliza tu msikilizaji, unajua tu kupanda miti mingi zaidi, jina lako linaweza kuonekana kwenye ubao wa viongozi. So wewe juhudi yako na bidii yako ya wewe kupanda miti katika app ile, kila saa ukipanda miti una record picha ama unatuma video ya vile unapanda mti, inaweza kuhakikishia na kuchukua njia bora zaidi na ukapatikana katika majina ambao watakuwa ni viongozi wa kuturepresent kule nyanja za juu mbalimbali. So wasikilizaji wangu, kutumia Jaza Mti ni zaidi ya teknolojia. Ni kuweka tu sahihi na kuhakikisha pia unajitokeza katika kitabu cha historia. Manake malengo yetu ni kuhakikisha kuwa tunapanda miti bilioni 15. Na je, nakuuliza katika venye nimekusomea app hii, je, unahakikisha kuwa kama ulikuwa hujui umejua? Na je, unahakikisha kuwa utaenda kufungua simu yako na ujisajili katika app hiyo? Nimekueleza njia zote rahisi. Endapo uko na swali, mitandao yetu iko wazi na tutaweza kukujibu zaidi. Tuweze kupanda miti. Na niko na tu maswali mawili ya wewe msikilizaji, utajijibu mwenyewe ya kuwa, je, kutoka kampeni zilizoandaliwa umeweza kupanda miti mingapi? Manake ajenda hii ilianza mwaka 2022 na sasa tuko mwaka 2025. So far umepanda miti mingapi ama ni miche mingapi? Na kama huko unajua kuhusu app hii, nimeweza kukujuza. App hii ni kuwa inaweza kumonitor ni miti mingapi umepanda, miche mingapi umepanda, ndio ili kuweza kupata record ama kupata nambari sahihi ya kuhakikisha kuwa ni miti by the time tunafika mwaka 2032 ni miti bilioni 15 imeweza kupandwa. Na je, unadhani katika mwaka 2032 utakuwa tumeweza kuwekeza katika kupanda miti bilioni 15? Hilo ni swali unafaa ukae chini ujiulize. Manake mimi kama mtangazaji wenu nimeweza kukupa njia mbadala ya kuwa venye utakavyopanda mti. Endapo umejiuliza utapata michi vipi, nimekuelea katika app hiyo kuna mahali watakujuza pahali karibu nawe unaweza pata miche ile. So usikae nyumbani useme nitapanda miti vipi na njia mbadala nimeweza kukupa. So tuweze kupanda miti kama vile tumeelekezwa na aliye hayati Martha Wangari Maathai aliweza kupanda miti katika misitu ile. Alihakikisha kuwa hakuna mti unakatwa kwa ajili ya vizazi vyetu. Nitazidi kukueleza mengi, tunachukua tu mapumziko mafupi na baadaye tunarudi na mengi zaidi. Usiende mbali. Katika Blue Radio. Karibu tena mpenzi msikilizaji, dakika 29 zimekatika baada ya saa 6 na unasikiliza Wimbi la Mazingira. Jina langu ni Esther Chiro. Kibao hewani kilikuwa kinasema Cha Usiku by Vanessa Mdee. Kuna petition inasema mtandaoni, Vanessa arudi atuimbie tena jamani. Alikuwa anatupigia bonge after bonge la surprise. Kila nyimbo anaimba inavuma. So watu wanasema arudishe jamani, tumemiss sana. Alienda kakua parenting ilienda ikamzamisha, lakini bado tunasema tunataka nyimbo zake. Na mkaribu tena mpenzi msikilizaji. Kabla tuende mapumzikoni nilikuwa nimekuuliza maswali mawili na bado nitakuuliza tena ya kuwa kutoka kampeni ya ajenda ya kupanda miti bilioni 15. Je, umepanda miti ama umepanda miche mingapi kutoka kampeni hii kutoka mwaka 2022 kuanza? Je, umepanda miti mingapi? Na je,
Unadhani katika mwaka 2032 inapofika miti bilioni 15 itakuwa imewekezwa na kupandwa katika ardhi? Naweza nimekupa tu maswali balaga hao mawili, msikilizaji wangu popote pale ulipo na nisikiza. Kumbuka unasikiza Wimbi la Mazingira ndani ya Blue Radio, tuna bring you the vibe. So katika mwaka huu ulipoanza hadi paka sasa Disemba, kuna mafanikio mbalimbali ambao kama nchi tumeweza kufanya katika masuala ya mazingira. Na mafanikio yenyewe ni kuwa kufikia ilipokuwa imefika Oktoba, mwezi Oktoba, tumeweza kupanda zaidi ya miti bilioni 1.6 katika kampeni ya ajenda ya upandaji miti bilioni 15 ilipoanza. Na hiyo ni jambo zuri sana. Lakini tumefikia mwaka 2025 bado tuko bilioni 1. Je, mwaka 2032 tutaweza kufanikisha upandaji wa miti hiyo? Manake serikali inalenga kuupandaji miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032. Mafanikio mengine ni kuwa serikali imeweza kusema kuwa na kuweza kuwa na mtazamo ya kuwa kila mti mmoja kwa kila mtoto. Endapo yuko shule, endapo yuko nyumbani, basi mtoto yoyote yule mmoja basi aweze kupanda mti. Manake Wizara ya Elimu na Mazingira wanasema endapo watapanda, kama darasa inaweza kuwa inachukua wanafunzi maybe 40 na kila mwanafunzi akapanda mche mmoja pale shuleni, basi mandhari ya shule hiyo basi inaweza kuwa sawa kabisa na safi kabisa. Mafanikio ni kuwa kila mtazamo katika serikali ni kuwa kila mtoto aweze kupanda mti mmoja. Na katika pia nimeweza kukujuza kutumia teknolojia, matumizi ya teknolojia ambao ni Jaza Mti app. Nimeweza kukueleza katika vipengele vyote moja kwa moja jinsi unavyoweza kupata app hiyo katika simu yako, jinsi unavyoweza kupata miche katika app hiyo, ukaweza kupata miche iliyo karibu nawe, basi inaweza kuwa sawa kabisa. Program hii imeweza kuboreshwa ili kuweza kusaidia watumiaji kutambua miche, kupata vitalu, masimamo ya upandaji na pia kuweza kujua umefikia wapi katika upandaji wako. Maana nimekwambia kuna groups 3 unaweza wekwa na ukaweza kujipata ni wewe unaweza kuchaguliwa kwenda kurepresent, maana ni juhudi zako. Nimeanza kukueleza kuwa juhudi hufua dafu siku zote. Asikwambie mtu. Unapolalia kipaji chako basi unalalia mafanikio yako, lakini endapo utainuka kama vile Truphena alivyofanya, basi unaweza kuwa pale pa sawa. Na lingine tunaona kuwa uhusiano wa afya ya kiakili na mazingira. Tunapata kuwa Truphena alisisitiza upandaji wa miti, kukumbatia miti si tu kwa ajili ya mazingira bali ni njia kuboresha afya ya akili na kupunguza msongomano wa mawazo. Na kama tulivyosema, yeye yake ni kuhusu afya ya akili. Unapokuwa umekumbatia ile mti unapunguza msongamano wa mawazo. Lakini pia tunaona katika hayati Wangari Maathai, tunaona yeye alikuwa mwanzilishi wa Green Belt Movement kuanzia mwaka 1977, na pia alikuwa mwanamke wa kwanza Afrika kupata tuzo ya Nobel Prize mwaka 2004. Alikuwa mwanamke wa kwanza Afrika nzima kupata tuzo ya Nobel Prize ya amani. Na yeye yake ilikuwa anasema tunapopanda mti tunapanda mbegu za amani na matumaini. Kwa Truphena naye anasema tunapokuwa tumekumbatia ule mti tunaondoa msongamano wa mawazo, na tunaondoa msongamano wa mawazo. Sasa tunaona kuwa Truphena amezidi kufuata nyayo za Wangari Maathai. Na popote pale ulipo wewe usiweze kulalia kipaji ama kipawa chako. Amka, zindua kitu na utatambulika. Tunaona Truphena, nimekujuza kuwa hakuwa ni mtu anajulikana mahali kokote, but alipokuwa amekumbatia ule mti kwa ushirikiano wa rafiki na jamii, ameweza kutambulika na anajiandaa kwenda Brazil kuturepresent sisi nchi kama nchi yetu ya Kenya. Bado nazidi tu kukuuliza maswali yale mawili kuwa wewe toka ajenda hii ianze umepanda miti mingapi? Na je, kufikia mwaka 2032 je, unaona kuwa tutakuwa tumeweza kutimiza ama kukamilisha ule upandaji wa miti bilioni 15? Nimeweza kukujuza pia, na katika hafla ya Jamhuri Day tunaona pia bado Rais William Ruto aliweza kuzungumzia tu maswali yale ya kuwa tuweze kutunza mazingira, kupanda miti. Wanasema unapokata mti mmoja panda 5, na si tu kupanda, kuifuatilia ikue kwa kiwango sahihi
kiwango cha sawa kabisa. Maana utakuwa umepanda ule mti na utafuatilia utakuwa umefanya kazi gani. Utakuwa hujafanya kazi yoyote hapo ya maana. So tuhakikishe kuwa unapokata mti mmoja unapanda 5. Na tuwezi kuweza kuhifadhi misitu yetu. Wangari Maathai alikuwa ni mwanamke jasiri shupavu, aliweza kuhakikisha na kupaza sauti yake na kusema kuwa lazima misitu ilindwe. Misitu lazima ilindwe kivyo vyote vile. Bado nangoja tu majibu yenu, nataka kusikia, maana yake nimekujuza tu. Endapo kuwa utakuwa umeweza kufanya jambo hilo la kupanda mti popote pale ulipo, basi utakuwa umefanya jambo la sawa. Usikae tu nyumbani atuseme kuna mtu atakuja afanye. So Rais William Ruto alikuwa na haya kusema kuwa kupandaji miti si mradi wa serikali, ni wajibu wa kila Mkenya kwa nchi yake na vizazi vijavyo. Isiwe tu ni sisi peke yake tunapanda miti, ama unakaa tu nyumbani useme ni kazi ya serikali. La hasha. Ni kazi ya kila mtu apande mti. Popote pale ulipo, nyumbani, shuleni, kazini, panda mti. Na pia aliweza kuongea kuhusu mambo na mbuga za wanyama katika hotuba yake, na kusema mbuga zetu ni rasilimali ya thamani kubwa ambao hatuna haki ya kuiharibu. Venye tulivyosema kwa tuhakikishe kuwa hakuna mgongano kati ya wanadamu na wanyama tunaingiliana na masuala ya mazingira. Lazima tushirikiane na mataifa yote kukabiliana na upotevu wa viumbe. Na nimeweza kukusomea na kukujuza kuwa nyati wanapungua sana. Je, tutafanya nini ili nyati waongezeke katika nchi hii na kuweza kuvutia watalii wengi zaidi? Tunaona pia kuhusiana na tabia nchi na maendeleo, hatuwezi kuzungumzia maendeleo ikiwa hatutaweka hatua za tabia nchi, which is climate action, katika kila mpango wa ujenzi wa taifa letu. Tusiseme tu tunaamka kujenga affordable housing na tunaona huku tabia nchi, climate action, inaweza kutusumbua kwa kiasi kikubwa. So tuhakikishe kuwa tunapokuwa tunajenga nyumba huku na pia mazingira tunayalinda. Na kuhusu pia teknolojia, bado aliweza kuzungumzia Rais William Ruto na kusema kuwa kama huna app hiyo, hakikisha uko nayo. App hiyo itaweza kukusaidia wewe kupata miche mingi ipasavyo na kuweza kupanda. Na popote ulipo, kama umejua habari hii, ulikuwa unasikiza, umepata kujua habari hii, basi juza jamii yako. Waambie ni muhimu, chukua simu zao, wasajili katika simu zao na waweze kukimbia pale karibu, kituo cha karibu ambacho unaweza kupata miche na uweze kupanda na tuweze kulinda mazingira yetu. Na nimeweza kukujuza hao, ilikuwa ni 2-3 ambao nilikuwa nakujuza kuhusu ajenda ya upandaji miti bilioni 15. Na tunaporudi, na tunachukua tu mapumziko, tunaporudi na kuja kumalizia tamati. Usibanduke hapo. Karibu tena mpenzi msikilizaji, dakika 52 zimekatika baada ya saa 6. Kipindi cha Lala Salama, unasikiza Wimbi la Mazingira. Jina langu ni Esther Chiro. Na bado nazidi kukuuliza, nimekupa maswali mawili balaga msikilizaji. Je, nakuuliza, kutoka kampeni izinduliwe ya ajenda ya upandaji wa miti bilioni 15, je, umepanda miti mingapi kutoka ajenda hii ianzishwe mwaka 2022? Na je, unadhani katika mwaka 2032 ajenda hii itakuwa imeweza kuwakilishwa na miti bilioni 15 itakuwa imeweza kupandwa? Hiyo ni swali naweza kukuuliza asubuhi ya leo. Ukae ujiulize ni yapi yatakayojiri. Mengi yameweza kutokea katika mitandao yetu na katika sekta ya mazingira kwa jumla, na tunajua katika mambo na mazingira na upandaji wa miti ni tupande tu miti kwa ajili ya hewa safi, watu wasikate miti na kuchoma mkaa. Na katika msichana yule tunapata alikuwa ameashiria, kuna nywele zile rangi alikuwa ameashiria, na sote tunajua kuwa nyeusi ilikuwa inatambulisha Kiafrika, uthabiti na asili, na pia inaashiria kujithamini na mzizi wa kitamaduni. Tunaona pia kahawia ilikuwa inawakilisha mazingira, unyenyekevu na uhalisia. Huu huonyesha muunganiko wa binadamu na maumbile. Tunapata pia dhahabu ama blonde, ni ishara ya mwanga, matumaini, ubunifu na kujiamini. Nyekundu huashiria nguvu ya mwanamke, ujasiri na mapambano ya shauku, ni rangi ya msimamo na sauti ya mabadiliko.
Mwisho kabisa ni rangi asilia, ujumbe wa kujipenda, kukubali nafsi na kupinga viwango vya urembo vilivyolazimishwa. Pia huakisi uhuru wa kujieleza. Na hizo ndo kala zenye Tufain alikuwa ziko kwa kila mtu anajiuliza mbona hizi kala nimeweza kukujuza. Na hatuna mengi, nimeweza kukujuza tu yale yalikuwa yamejiri katika mitandao yetu na nimeweza kukufafanulia kabisa. Na msikilizaji popote ulipo, uko na jamii, uko na mtu, jomba, shangazi, mtoto ambaye yuko shule na bado hajajiunga katika app ile, basi muweze kumuelekeza na zile instructions zenye nimeweza kukujuza. Aingia kwa Apple Store ama Google Store, tafute app inajiita Jaza Miti, alafu ufuate tu zile instructions ziko pale. Topic yetu, agenda yetu ilikuwa tu ni kukujuza tu agenda ipo iliyowekezwa na William Ruto, Rais William Ruto katika upandaji wa miti bilioni 15. Je, umeweza kupanda? Na je, katika mwaka huu utakao afanikishwa mwaka 2032, je, miti bilioni 15 itakuwa imeweza kupandwa? Naam, sina la ziada, na pia naona shamra watu wako mbioni. Na katika shamra hizo za Krismasi, ni festive season. Yesu anazaliwa, tunaona watu wameanza kujiandaa dhabiti, tuweze kuwa makini. Bado nataka kuone mwaka ujao ukitune in katika Wimbi la Mazingira, ukiweza kunisikiza, uweze kunisikiza zaidi. So tukue tu waangalifu, manake tunaona ajali barabarani zimezidi kuwa nyingi. Tuwe waangalifu endapo popote unapoenda, marafiki ambao unatembea nao, basi tutaweza kujua wewe ni mtu gani, wa aina gani. So katika shamra hizi za Disemba, tuwe tu waangalifu. Najua wengine wanajiuliza Mkuu na Ruto walienda wapi? Watakuwa nasi, nadhani watakuwa nasi kuanzia mwaka ujao tunapokuwa tunafungua mwaka. Lakini nimekupeleka na Rieng hii mwezi yote, so sitie shaka. Tuweze tu kuangalifu katika msimu huu wa Krismasi. Msikilizaji, bado tunataka kukusikia na kukuona tena tunapokuwa tumeenda mwaka mwingine. Na bado nakushauri na kujuza tu, zidi kupanda miti, tuweze kutunza mazingira yetu. Na nitakuwa tu nakutakia Krismasi njema wasikilizaji wangu popote walipo wapendwa. Najua umetenga muda wako ama masaa yako kuweza kunisikiza kuanzia muda wa saa 5 mpaka sasa tunatamatisha kipindi hiki cha leo. Nimeweza kukujuza mawili matatu na umeweza kusikia yote. Bado tunakujuza tu, hakikisha umepanda miti, umetunza mazingira. Na last week Batuan tulikuwa na mgeni Mr. Zero Plastic, na nilikuwa tumekujuza tutakuwa pale Kilifi kuanzia kesho tarehe 18 na tarehe 16 ya kuwa pamoja na kuweza kutunza mazingira, kufanya usafi, na kutakuwa na football fiesta ambayo itakuwa ina happen pale Mnarani. Kama uko pale, uko karibu, basi jitokeze tuweze kufanya usafi baharini, maana kutakuwa na usafi utakuwa unatekelezwa pale siku ya kesho. Alafu siku ya Ijumaa utakuwa na football matching fiesta, entertainment zitakuwa pale. So kama uko karibu ama utakuwa unaweza kufika, basi fika kwa wakati wa sawa. Sina la ziada ila kukutakia tu wakati mwema. Tumekuwa nami kutoka saa 5 mpaka sasa, umetenga muda wako. Sina lingine bali kukushukuru wewe msikilizaji. Asante, na sina la ziada hadi wakati mwingine. Shukran. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe.